Katika misa hiyo maalum ambayo imefanyika katika kanisa Katoliki la Bikira Maria parokia Butiama jimbo la Musoma na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali mkoani Mara na baadhi ya wabunge, paroko wa kanisa hilo Padre Daniel Inthi amesema pamoja na kumwenzi baba wa taifa kwa vitendo, pia imetaka kila Mtanzania kwa imani yake kumwombea mtumishi huyo wa Mungu ili aweze kutangazwa kuwa mwenye heri kabla ya kutangazwa kuwa mtakatifu. Mwalimu kwa maneno tu, bali tumkumbuke mwalimu kwa sala na kwa yale yote aliyokuwa akituasa na kutufundisha, ndiyo siri ya mafanikio. Naye mwanasheria wa jimbo Katoliki jimbo la Musoma Padre Alistariki Kibati akiendesha misa hiyo kwa niaba ya askofu wa jimbo la Musoma Mwashamu Michael Msonganzira amesema hayati Mwalimu Nyerere licha ya kuwa maskini wa mali lakini alikuwa tajiri wa roho na kuwa kiongozi wa mfano aliyeshindwa kutumia nafasi yake kujilimbikizia mali kama wanavyofanya baadhi ya viongozi hapa nchini. Mwalimu Nyerere kila alichofanya alifanya kwa faida ya wengine wa Tanzania na si kujinufaisha yeye. Mwenyewe alikufa maskini wa mali lakini tajiri wa fadhila na tajiri kiroho. Hiyo msingi. Ya pili, yeye alikuwa maskini lakini alituachia Watanzania utajiri mkubwa. Hakucheza na katuachia utajiri. Yeye kama maskini katuachia utajiri. Kwa upande wake waziri wa nishati na madini Mheshimiwa Profesa Sospeter Muhongo akizungumza kwa niaba ya serikali amesema Tanzania na dunia itazidi kumkumbuka daima baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hasa katika kulinda amani ya nchi ikiwa ni pamoja na kusimamia rasilimali za nchi kwa maslahi ya wote. Mwalimu alikuwa mtu wa pekee sana. Ametufundisha namna nchi yetu kubaki na amani na kutotaka viongozi wanaong'ang'ania madaraka. Tumebaki sisi na Watanzania tumerithi. Inafika muda lazima uachie kazi. Hata sisi wabunge using'ang'anie sana. Na baada ya kufariki mimi sikujua, lakini baadaye nilikuja kufahamu Mwalimu alipata tuzo nyingi sana. Madaraka atakuwa shahidi yangu. Mama amekuwa akiitwa Umoja wa Mataifa, nchi za Afrika, China. Mama akachoka, akawa anaanza sasa, madaraka na wewe uende ukapokea hiyo. Makongoro na wewe uende hiyo, na mimi nikawa nakwenda. Mwalimu juzi tu Kansela wa Ujerumani Merkel, kama ulivyosema mheshimiwa, amefungua jengo la Afrika linaitwa Julius Nyerere Peace and Security Building. Limepewa jina lake kwa viongozi wa Afrika wa AU, yeye akiwa kama muasisi wa OAU, Organization of African Union. Bado Mwalimu ametutoka, hatuko naye, lakini kweli bado tuko naye kwa sababu bado anaendelea kushiriki. Baba wa taifa alikuwa si mtu wa kujilimbikizia mali. Baba wa taifa alikuwa ni mtu ambaye anapenda watu. Baba wa taifa alikuwa anaishi maisha ambayo anayazungumza. Baba wa taifa hakuwa mnafiki. Alikuwa anapenda kukosolewa na alikuwa hata yeye akikosea yuko tayari kusema hili nimekosea. Lakini baba wa taifa pia hata alionya viongozi kutong'ang'ania madaraka, kwamba unapokaa madarakani muda mrefu unanyima fursa ya wengine kuingia katika kufanya kazi ambayo hiyo. Ndio maana hata yeye aling'atuka kwa ridhaa yake. Mbali na viongozi mbalimbali wa serikali na vyama vya siasa kuhudhuria katika misa hii maalum ya miaka 17 tangu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere afariki dunia, pia baadhi ya wanafamilia wa baba wa taifa wamekuwa ni miongoni mwa wananchi waliohudhuria katika misa hii maalum. Mimi ni George Maratu, ITV Butiama.